ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, akaufanya mwezi huu kuwa bora kuliko miezi yote, akaufanya mwezi huu wa watu kuswaumu na kuisoma Qur'ani kwa wingi ndani yake. Tunakubali kwa moyo, tukitamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, mwenye kuwalipa wanaoswaumu malipo yaliyokuwa mazuri na kuwaandalia sehemu ya VIP ndani ya pepo yake kama malipo ya ibada zao za swaumu. Na pia tunakubali ya kwamba Muhammad ibn Abdillah ni mja wake na ni mtume wake. Tunaziomba sala na salamu na kheri na baraka zizagaye maeneo matukufu, maeneo ambayo amelazwa kipenzi chetu, mwalimu wetu, mtume wetu Muhammad, pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu watakaoshikamana na mwenendo wake kwa wema hadi siku hiyo ya malipo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na kwa huruma wake hatuweke miongoni mwa hao. Waheshimiwa Waislamu, ili umlee mtoto katika maadili mema, utapokuwa umeondoka dunia uwe umeacha athari nzuri nyuma ya mgongo. Kuna utaratibu ambao wanazuoni waliuweka. Utaratibu wa kwanza wa mtoto kuwa mwema ni kumchagulia mzazi bora. Hakikisha wewe kabla kuoa, kabla kuolewa, usitizami tu sura. Wengi tunadhurika kwa kutizama tu sura bila kutizama vigezo vingine. Utamchaguaje mzazi bora? Ni kupitia vigezo vitano. Kigezo cha kwanza, unambembeleza Allah tabaraka wa taala kila ukifanya ibada. Allahumma, ewe Mola wangu, inni as'aluka, hakika mimi ninakuomba, zaujatan saliha, Allah nizawadie mke aliyekuwa mwema, mke ambaye atakayekuja kunisaidiza na kunikumbusha katika mambo ya akhira yangu. Katika dua zako na unazidi kumwomba Allah akukinge na mke ambaye atakayekuzeekesha kabla ya muda. Kwa hiyo jambo la kwanza ni dua, kwa sababu mke mwema ni zawadi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mume mwema ni zawadi kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kigezo cha pili ni kutizama tabia yake. Tazama tabia mwanaume anayekuja kuchumbia na tabia gani? Mke huyu tabia yake ni yaje? Kigezo cha tatu ni kutizama dini yake. Tazama dini yake. Kigezo cha nne ambacho ni muhimu sana Muislamu kukizingatia, tazama familia, unakwenda kuoa ama unakwenda kuolewa. Kigezo cha tano, utapokuwa umependa sehemu fulani, waone wazee wenye busara, wenye hekima, wasogelee, uwatake ushauri. Bwana, mimi nilikuwa natakwenda kuchumbia kwa familia fulani, sijui mnanishauri aje. Usikie nasaha ya nini? Ya wazee, kwa sababu anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, baraka ziko pamoja na wazee wenu. Kwa hiyo mtu akafata baraka za wazee, hilo ni kigezo cha kwanza. Ili umpate mtoto mwema, kwanza ni kumtafutia mzazi aliyekuwa mwenye msimamo mzuri. Kigezo cha pili ama msingi wa pili wa kumpata mtoto mwenye maadili aliyokuwa mazuri, pale ambapo utapojaliwa kuoa, ndugu yangu, katika dua zako kabla hata hujaoa unakuwa unamuomba Allah akuzawadie, akupe mtoto aliyekuwa mtoto mwema. Maana yake mtoto mwema anaandaliwa kwa dua. Unaanza kumbembeleza Allah tabaraka wa taala kwa kumuomba Allah mara kwa mara. Bado kingaliki binti, bado kingaliki kijana, unamuomba Allah akuzawadie mtoto mwema. Na ndio maana ukitizama mitume, Nabii Zakaria alimuomba Allah kabla hajapata watoto, alikuwa naomba dua yake, Rabbi habli, e Mwenyezi Mungu ninakuomba kutoka kwako, kwa kuwa watoto wema ni zawadi kutoka kwako.
dhurriyatan tayyiba, Allah nizawadie kizazi kilichokuwa kizazi chema. Na vile vile Nabii Ibrahim alikuwa namuomba Allah tabaraka wa taala amzawadie mtoto aliyekuwa mtoto mwema. Kwa hicho ni kigezo kikubwa. Utapojaliwa sasa kuoa, mtoto mwema anaanza kulindwa kabla hajapatikana, kabla ya ile tendo la ndoa, kabla ya kupanda mlima. Mkumbushe mume wako bana, omba dua kwanza. Bwana ni wasiwasi hivyo, pole pole kwanza, maana ni hatari, watu wanachanganyikiwa kabisa. Omba dua kwanza. Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana. Unaanza na bismillah, naanza kwa jina lake Mwenyezi Mungu aliyetuhalalishia ibada hii ya ndoa. Mwenyezi Mungu, tuweke mbali na shaitani, na ukiweke kile kiumbe ambacho utatuzawadia mbali kutokana na nani? Kutokana na shaitani. Ikiwa mtabatikiwa kumpata mtoto, hatodhuriwa na shaitani mpaka atapozaliwa. Hicho ni kigezo kikubwa sana. Sio wazazi wa leo tunawaona, unaoa mwanamke we hauko muda mwingi, mtoto ni wa matusi yote, mtoto anaitoka mwanaharamu. We mwanaharamu we, la ilaha illa Allah. Huu ni mzazi gani huyu? Anamfundisha mtoto nini? Mtoto unamuona akisikia tu mziki kichwa kimeshamuuma, analia kwa mziki. Mama yake akiweka mziki, akiutoa mtoto anafanya nini? Analia. Mama yake amwekee nini? Maana yake mtoto wako anakuwa anafunzwa nini? Miziki nyumbani. Ndio mtoto anakuwa anafunzwa mambo kama haya. Ndio mtoto huyo anafunzwa mambo yaliyokuwa ya ajabu ajabu. Kwa nini? Kwa sababu ulikosea katika kuchagua. Kwa hiyo tazama unachagua nini leo katika akili zetu. Akishasikia ni somo, huyo ni fundi, la ilaha illa Allah. Hata tizama tabia wala dini wala nini, au akishaona tu hapa ana pasiporo nzuri, ka pasiporo kake mashallah, tayari amekwenda na maji. Tazama vile vigezo ndugu yangu kabla kuchagua. Wanakwambiaga mwanaume sio sura, mwanaume nini? Mwanaume ni maokoto, ndio wanasambia huko. Tazama na tabia. Ni kweli sio sura, lakini tazama tabia na familia, kwa sababu haya mambo mawili, tabia na dini yake na familia, vitawapelekeeni kuishi kwa wema na kwa nini, na kwa amani. Kwa tutaendelea siku nyingine tukubainisha vigezo vya kumlea mtoto katika maadili yaliyokuwa mema. Haya ni baadhi ya njia zitakazo kusaidiza kumlea mtoto katika maadili yaliyokuwa mema. Tunamwomba Allah atuongozee wazazi wetu. Allah waongoze wazazi wote wa kiume, Allah waongoze wote wazazi wote wa kike. Allah tuongozee watoto zetu, Allah tuongozee vijana wetu, Allah waongoze mabinti wote wa Kiislamu, na wale wenye ana haja ya kuoa Allah wapi wachumba waliokuwa wema, na wale ambao wanahitaji waume Allah wavute machozi kwa kuwapa waume waliokuwa wema. Allah tunakuomba tufungulie milango ya riziki, Allah tunakuomba tufungulie milango ya riziki. Wafanye biashara, bariki katika biashara zao. Wale ambao wako ndani ya ndoa wadumishe katika ndoa zao kwa kheri na amani. Allah tunakuomba tujalie mwisho uliokuwa mwema. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.